Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyetumwa kwa ajili ya watu wote. Kwa majina wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Nikumbushe majina yako. Kawaida ni Wilberforce. Exactly. Asante sana. Wekelea swali yako tulisikie. Swali la kwanza ninauliza nyinyi. Kwa nini mkisilimisha mtu huwa mnaongea lugha yenu, ambapo sijaelewa kama kwa Qur'ani kuna penye wameandika ukisilimisha mtu ongea haya maneno kwa hii lugha, kama ni kwa Kiingereza ama ni kwa Kikuyu ama ni kwa Kiluya sielewi. Sasa hiyo lugha yenye huwa mnatumia ndio nimetaka nijue kwa Qur'ani imeandikwa wapi na ni lazima hivyo. Ya pili, Mungu. Ngoja kwanza twende polepole. Shahada ni lazima utoe na lugha ya Kiarabu kwa sababu Qur'ani yenyewe imeteremka na lugha ya Kiarabu, akaletewa mtume Mwarabu. So shahada katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima utumie lugha ya Kiarabu kwa sababu Qur'ani yenyewe imeteremka na lugha ya Kiarabu. Ila sasa mtu anapotamka kwa lugha ya Kiarabu huwa tunampa fasiri yake kwa lugha ya Kiluya, kwa lugha ya Kikuyu, kwa lugha ya Kiswahili au kwa lugha ya Kiingereza tunamfasiria. Lakini first of all lazima atamke kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu akitoka hapo anaingizwa madarasa. Hataenda kusoma kwa Kiswahili, anaenda kusoma kwa lugha ya Kiarabu. Anafunzwa kwa sababu Uislamu wenyewe na dini ya Uislamu ili ufahamu lazima ujue lugha ya Kiarabu kwa sababu mtume ameteremka na Qur'ani, ameteremshiwa Qur'ani, ameteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu. 42:7 Qur'ani. Kwanza tuanze hapo apate vizuri. Suratu Shura. Suratu Shura. Ashura inaitwa Ashura. 42:7 tumpeleke pole pole tu ndio aweze kufahamu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na kwa namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Sikiza, na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Sikiza vizuri So Qur'ani imefunuliwa kwa lugha ya Kiarabu, ndio unaona lazima mtu akija anatamka ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah, kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha tunakufasiria vizuri. Alafu wenye kutamka hii kauli la ilaha illa Allah ni watu wenye akili, na ndio unaona wewe bado hujatamka 3:18 Qur'ani. Hapana, usinipeleke mbio, bado tuko hapo. Na kupeleka wewe, usiwe wasiwasi. Nataka nikuonyeshe 3:18 Qur'ani. Usiwe na wasiwasi. Swali yako utauliza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba hakuna abudiwe kwa haki ila yeye tu. Sikiza, kwanza Mwenyezi Mungu ameshuhudia hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Na malaika wameshuhudia shahadu an la ilaha illa Allah. Na wenye elimu. Unasikia? So ukiona Muislamu yote ametamka kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni mtu mwenye elimu, na tunaitamka kwa Kiarabu. Asanti. Bado tunafutana hapo kwa sababu nimeuliza pale hiyo lugha ya Kiarabu ukanifunulia Qur'an vile imeandikwa, waonyeshe kwa lugha ya Kiarabu. Endelea kusoma hapo. Inasema watu wa Maka. Hapa ni Maka. Endelea kusoma. Ndio swali yako sasa ya pili. Inasema watu wa Maka. Sasa nyinyi hapa ni Maka? Hapa sio Maka. Mbona inasema hapa watu wa Maka? Ndio nafaa wafunzwe Kiarabu. Although mnafuata hiyo, lakini nasoma ikiendelea ikisema wafunze Kiarabu watu wa Maka. Sijaona hiyo wafunze wao Kiarabu watu wa Maka. 42:7 malizia baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu ili waonye watu wa Maka. Na walio katika nchi zilizo pembeni mwake. Nao ni ulimwengu mzima. Kaka, angalia Qur'ani haisomwi ikiwa chini ya maji. Hii Qur'ani tumeisoma, tumeingia madarasa.
Kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameanza pale Maka harakati zake za dawa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamwambia wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Lilalamin ni kwa ajili ya walimwengu wote, na ili afike kwa walimwengu wote ameanza pale Maka, kisha akaenda miji ambayo ziko pembezoni mwa Maka, tena akaingia dunia mzima, kwa sababu Maka ndio kitofu, ndio ameanza. Sasa hii Qur'ani huwezi kuipindua. Alhamdulillah, tulisoma kwa madarasa, angalau bado ni wanafunzi tunaendelea kusoma. Asante. Mnajaribu kutetea lakini naelewa vile kunaenda. Okay, hakuna kitu ya kutetea. Qur'ani iko wazi, kila kitu inaweka wazi. Uliniuliza mbona mtamke shahada kwa Kiarabu, nikakuonyesha ni kwa nini. Na nikakueleza, ndio tunawapa wafasiri. Hata sasa wewe ukisilimu, ukiingia pale madarasa utaanza kufunzwa alif ba ta tha pole pole, ndio ujue Kiarabu, ili ujue namna ilivyoteremka. Unajua tatizo, wewe uko katika Ukristo, unasoma tafsiri ya Biblia, haujui ilikuwa inasemaje Biblia. Na hii Biblia ambayo tuko nayo tafsiri haina verse zingine. Verse zingine walinyofoa, walingoa, hasiko. Ukitaka nitakuonyesha verse fulani walingoa. Najua. Unajua walingoa. Wameweka tu kitu tafsiri. So walingoa kwa nini? Na walipeleka wapi original verse? Unaona? So lazima uchukue kitabu chenyewe ndio usome ujue. So silimu na mapema. Swali lingine leta. Okay. Mimi ningesilimu lakini mbona Muhammad hakusilimu? Asante sana. Sasa unataka Muhammad mahali amesilimu. Yes. 6:14 Qur'an. Muhammad kasilimu, una habari wewe, lakini kusilimu kwake tofauti, na kuonyesha leo hiyo swali hautaiuliza tena. 6:14 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, naye hulisha wala halishwi. Sema, hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Tulia. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Asante. Kusilimu ni nini maana yake? We mwenyewe inafaa ufafanue hapo. Asante. Kusilimu maana yake Qur'ani 3:64 na kufafanulia vizuri, ni kuonyesha alikuwa wa kwanza pole pole na kuingiza darasa. Qur'ani 3:64 kusilimu maana yake nini? Ndio aone Muhammad kasilimu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu baada audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teremka baba. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, asante, yani Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye miungu wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Asante. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakikigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Tumefanyaje? Yani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Allah, kumbe ili mtu asilimu awe Muislamu ni kunyenyekea, ananyenyekea amri za nani? Za Mungu. Sikiza kama Muhammad alinyenyekea. Qur'ani 2:285. Wewe kuwa mpole wewe. Tutakufunza uwanja mkubwa, sio mdogo. Hakuna tatizo, utakuja kuyaziba. Mbona tatizo halimo? Sikiza vizuri. Mtume anasemaje? Qur'ani 2:285. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Tulia. So mtume kwanza ameamini yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wake. Asante. Na ukiamini tayari umekuwa Muislamu? Hapana. Soma. Ala, wewe hujaamini? Mimi sijaamini. Ndio wewe sio Muislamu. Sasa ukiamini tu unakuwa Muislamu. Malizia baba. Ngoja. Ukiamini tu unakuwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Asante. Na Waislamu pia wameamini hayo. So sio Waislamu peke yao wameamini, mpaka mtume kaamini la ilaha illa Allah. Mtume kaamini, Muislamu. Tulia sasa. Nikupe dosi pole pole.
Kusilimu alikusilimu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni huku Qur'ani 29 48 29 Qur'ani. Tumpe vitu huyu kaka. Mbona vitu mingi? Kusilimu maana yake mingi. Wewe nadhani ile tu moja? Hapa nikwambia shahadu, wewe kwanza ndio nakueleza hiyo. Lakini kusilimu kwingi 48 29 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na walio pamoja naye ni wenye dhabiti mbele ya makafiri. Na wenye kuhurumia na wao kwa wao. Utaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Sikiza, Muhammad na wafuasi wake wanainama kwa kurukuu na wanasujudu pamoja. Muhammad anasujudu hivi, anasujudu hivi pamoja na wafuasi wake. Muhammad anasujudu malisia, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Tulia. Muhammad na wafuasi wake wanasujudu. Wakisujudu watakuwa wamesilimu au namna gani? Qur'ani 2:113. Unadhani njana ndio tumeingia kuisoma Qur'ani? Sikiza habari we. Wako jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na Mayahudi husema Qur'ani 2 Qur'ani 3:113. 3:113 Sura Al-Imran. Al-Imran. Pole pole. Hiki tu haitaki speed. Wao waliopewa kitabu sio wote sawa katika hao. Asante. Waliopewa kitabu wamo miongoni mwao waliotengenea. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Na pia wanasujudu kama Muhammad alivyokuwa akisujudu pamoja na wanafunzi wake. Muhammad anasujudu na hawa wanasujudu. Ukisujudu unakuwa umefanyaje? Yani wamesilimu. Ndio hiyo. Kasilimu, usujudu kusilimu. Okay, asante. Saa hizi nikisema ninasilimu lazima nitabeba shahada. Muhammad alibeba shahada. Tunasema kubeba kitaka wapi? Nini? Kwani shahada ni mzigo? Unabeba ngoja kidogo. Kubeba shahada ni kushuhudia ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Asante. Muhammad kabeba hiyo. Wapi? Qur'ani 112 anza 1. Kashuhudia kasema Mungu mmoja. Allah kwa nini ni kubeba shahada ni gani? Amekiri. Kakiri kabisa Mungu mmoja. Nataka aonyeshe wapi kashahadiwa. Allah yeye ndiye amepokea kakubali. Ukikubali Mungu ni mmoja umeshuhudia. Hata mlevi anaweza kubali Mungu ni mmoja. Sasa akikubali Mungu ni mmoja mlevi na akakubali Muhammad ni mtume, basi anakuwa ni Muislamu. Ulevi ni wake. Asante. Ulevi inakuwa ni wake. Sasa hapa penye tunaelekea. Wewe ngoja kwanza nikupe hiyo 112 anza 1. Sikiza, kakubali Mungu ni mmoja Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Tena Muhammad ndiye anaambiwa sema kul. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Muhammad ndiye anaambiwa sema wewe Muhammad, Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Kasema kakiri. Yeye ndiye anaambiwa sema. Ndiye anasema. Yeye ndiye alianza kutoa hiyo shahada, kakubali Mungu mmoja. Na sisi tukafuata kwa sababu mtume katuonyesha, akawa kiegezo chetu. Hebu somo endelee. Endelea. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Asante. Mwanzo inasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Hapa inataka. Ngoja kwanza, hiyo ni swali nyingine tunaenda. Nataka tuende kwa utaratibu ndio mpaka wasikilizaji waelewe. So tunaenda kwa swali ya mwanzo sasa, tusamaliza hii ya Muhammad. Ndio tukienda kwa hiyo msururu itakuwa tunaelewana. Manake mimi nataka mtu mwenye kuelewa, kwa sababu wewe hatujatoka nyumbani tufanye mzaha, tumekuja ili tufundishane. Na leo wewe ukaniambia kuwa ukija hapa tunaogopa kukupatia microphone, nikakwambia hamna mwenye kukuogopa, lete hoja zako tutajibu biidhnillah, vyenye Mwenyezi Mungu atatujalia tutakujibu namna inavyotakana. Na nataka tukimaliza swali ya kwanza tunaenda ya pili pole pole ili tuelewane, kwa sababu ni mafunzo tutatafuta ili kuelewa. Sasa unaenda kwa mwanzo, hii ni mambo ya uumbaji. Sasa tuhame huku tuingie huko tumalizane na hiyo pole pole, tukufunze usiwe na wasiwasi. Uko tayari? Twende kwa swali ya pili. Niko tayari. Hii ndiyo imeleta swali la pili. Asante. Maana yake ukisikia uko tayari twende kwa swali ya pili, ya kwanza usalifahamu.
Sasa hiyo ya kwanza usalifahamu, tunaliweka pending, ndio tunaenda ya pili. Hayo ndio mafunzo, kwa sababu huwezi kimbia kwa swali ya pili hali ya kuwa ya kwanza mjamaliza. So mnamaliza ya kwanza mnaenda ya pili. So tukienda ya pili iko wasiwasi, mimi sina wasiwasi, ni tuingie ya pili, tuko tayari kabisa. Okay, sasa unataka tumalizie ya kwanza ikuwe complete. Kama ya kwanza hujamaliza unamaliza, tunakuwa complete. Wacha tumalize hiyo ya kwanza. Nilitaka nionyeshwe ni wapi Muhammad akainua kidole juu akisema hii maandiko yenye Mungu anamwambia sema. Sio lazima uinue kidole. Aliyekwambia tulia, aliyekwambia lazima uinue kidole ukitoa shahada nani? Sio lazima. Hiyo ni kubashiria Mungu mmoja. Na ndio tumekutolea Muhammad kabashiri Mungu mmoja. Maana ndio haya maneno Muhammad kabashiri kuwa yeye ni mtume. Ndio hayo maneno asapata shahada. Na ndio maana hata Kiswahili hiki kidole kinaitwa kidole cha shahada kwa sababu hiyo. Okay, sasa sijaelewa shida yako ni kidole au nini? Naongea na watu wangapi? Usiwe na wasiwasi, mimi ndio unaongea na mimi. Mimi ndio unaongea na mimi. So usijaribu kudivert ndio isionekane ati hujajibika. Maana tunataka tukamue kila kitu kimalizike. Okay. Wacha sasa tunyepezishe uwanja. Vile Mungu anapatia Muhammad Qur'an inakuja kwa lugha ya Kiarabu. Ni Mungu alitaka dunia nzima iongee Kiarabu ama Mungu wa Muhammad ni Mwarabu? Asante sana, swali nzuri sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa yeye ni Mwarabu. So Mungu wakati amemletea kitabu cha Qur'ani amemletea kwa lugha ya Kiarabu. Kwa sababu Mungu alipoteremsha Zaburi hakuiteremsha kwa lugha ya Kiluya ya kwenu Uluyani, aliteremsha kwa lugha ya ule nabii aliyokuwa. Alipoteremsha Injili hakuteremsha kwa lugha ya Kikuyu, aliteremsha kwa lugha ya Alamaik ambayo Yesu alikuwa anaongea Alamaik ambayo ni lugha ya Kiarabu, ni miongoni mwa lugha za Kiarabu Alamaik. Sasa mitume walikuwa wanateremshiwa kitabu kwa lugha ya kwao. Sasa Mtume Muhammad kwa sababu amefanywa ni mtume wa dunia nzima akateremshiwa kwa lugha ya Kiarabu ili tuweze kuifahamu. So Mungu anataka tujifunze na tuifahamu hiyo lugha ya Kiarabu. Na ndio tunaitumia dunia nzima. Sasa kumaanisha hapa kuna kisungumkuti. Kisungumkuti gani? Wakati hakuna nabii aliyetumwa kwa lugha ya Kizungu. Hakuna nabii aliyetumwa kwa lugha ya Kiswahili. Hakuna nabii aliyetumwa kwa lugha ya Kiluya kama wewe Mluya. Ati Yesu aliongea Kiluya, hakuongea, ameongea Kialamaik. Alamaik ni miongoni mwa lugha za Kiarabu. Sasa kila mtume alikuja akitumwa na lugha ya watu wake na kitabu kilikuwa kikiteremka na lugha ya watu wake. Suratul Ibrahim 14 anza 4 baba. Suratul Ibrahim. Mambo mepesi. Mbona vitu vizuri? Suratul Ibrahim. Sikiza inasema. Kwa 14 kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na hatukumpeleka mtu yeyote isipokuwa kwa lugha ya watu wake ili wapate kuwabainishia. Sikiza, kila mtume alikuwa anatumwa kwa lugha ya watu wake. Mbona unakuwa unapigwa na butwa? Ndio hiyo. Sasa swali langu, kila mtume alikuwa anatumwa kwa lugha ya watu wake. Ndio unaona Nabii Isa ibn Maryam katumwa kwa lugha ya watu wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katumwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini yeye kapatiwa extend, yani yeye kaongezewa katumwa kwa ajili ya walimwengu mzima, kwa watu wote peke yake. Lakini asanti. Nisaidie 63 hiyo Qur'an. 63 ngapi? 63 moja kuanzia moja. 63 kuanzia moja mpaka 3. Nataka kuuliza katumwa kwa watu wasiosoma. Kabla hujauliza swali nalijua, pole pole. Msomee pole pole. 16 moja. Kwa 63 moja anataka mpaka 3. Hoja yake iko 3. Haiko kwanza wala haiko ya kwanza au pili. Anajificha kwenye shamba la njugu karanga wakati mgongo unaonekana. Safiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wanapokujia wanafiki usema, tunashuhudia kwamba ya kuwa kwa yakini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wake. Na Mwenyezi Mungu ameshuhudia kuwa hakika wanafiki ni waongo. Asante. Yaani wanasema wasio sadiki. Asante.
wamevifanya viapo vyao ndizo ngao za kujikingia. Wanajikinga kwa kupitishwa njia ya Mwenyezi Mungu, na hakika ni mabaya kabisa waliokuwa na wakiyafanya. Na hayo ni kuwa waliamini kisha wakakufuru. Kwa hivyo muhuri umepigwa juu ya nyoyo zao, na hivyo hawafahamu lolote. Haya mimi nadhani hata sio hiyo anataka ya 63. Kuna haya anataka. Hiyo yenye nasema akaja. Mimi najua yenye unataka. Siniongea na mtu mmoja. Unaongea na mimi. Mbona unaanza kunene? Hakuna mtu anaongea, hakuna. Usije ukapatapata. Sasa kama umetosheka wewe niambie. Mimi najua unataka 62 1 2, anataka 62 2. Anaweza kaanzia moja kwa wewe unakimbia 63. Yaani swali kabla hujaliuliza nalijua. Nao pia walikuwa maana sio jipya. Wewe ndio umesema 63 nikajua swali bado sio hapo, iko katika 62 unaoitaka. 62 anza moja mpaka 3 anaotaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi vinamtukuza Mwenyezi Mungu. Mfalme mtakatifu, mwenye nguvu na mwenye hekima. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma. Anayetokana na wao. Awasomee aya zake na kuwatakasa. Na kuwafunza kitabu na hekima na elimu nyinginezo. Ndio hiyo ama bado? Sio hiyo. Unataka gani? Wanapokujia wanafiki wanasema, unajua hiyo? Wanasemaje? Hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo 63 tumesoma. Ama karatasi ulioandika umepoteza. Si ndio hii 63, labda venye ulikuwa unadhani ndaeleza sio hivyo. Asante. 63 imeeleza vizuri. Acha tupasue hii sahani. Pasua kila kitu. Inasema wanapokujia wanafiki. Aya gani? Lazima tulisome. Atufuate fikra ya mtu. Lazima aya irudiwe ndio uweke swali kitu tunachokiona. Wewe mwenyewe nimesoma, alafu unataka kuelezea na hujaielewa bado. 63 moja msomi pole aeleze. Wanapokujia wanafiki, usema tunashuhudia kuwa kwa yakini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tulia. Sasa hawa wanafiki ni akina nani? Malizia chini. Usikie wanafiki. Taratibu. Haya inajijibu. Na Mwenyezi Mungu anajua kwao kuwa wewe ni mtume wake. Asante. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa hakika wanafiki. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo. Wanafiki ni waongo. Ndiposa wanakuja kwa mtume wanamwambia wewe ni mtume, hali ya kuwa hawamfuati, ni uongo. Na ndio tunaambiwa Muislamu, tulia, tunaambiwa Muislamu lazima uwe na istikama. Istikama maana yake ni msimamo. Wakati umekuwa Muislamu lazima uwe na msimamo katika Uislamu. Munafiki ndio huyo, leo amesilimu, kesho anatoka, kesho kutwa anasilimu, anatoka. Malizia haya chini usikie. Wanasilimu wakitoka au ndio wanafiki. Kumbe ni Waislamu. Ni wanafiki. But ni Waislamu. Wajaambiwa ni Waislamu, wameambiwa ni wanafiki. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya uongo. Mungu amewaita ni waongo. Malizia chini usikie. Wanasema wasioyasadiki. Wanasema wasioyasadiki. Maana yake wanasema Muhammad ni mtume, lakini hawasadiki kwa nyoyo zao. Hawafuati maagizo ya mtume. Malizia chini. Inaenda kusema wamevifanya viapo vyao ndizo nguzo. Ndizo ngao za kujikinga. Asante. Wakajikinga na kupitishwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kumbe hii kuapa ama hii kusilimu wanaifanya iwe ndio kinga ili wapitie katikati ya Waislamu wakati wao sio Waislamu. Malizia chini. Na kwa hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya. Mungu anasema ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya hawa wanafiki. Teremka. Na hayo ni kuwa waliamini. Usikiza, hawa wanafiki waliamini kisha wakafanya, kisha wakakufuru, wakarudi wakawa makafiri. Hiyo ndio ubaya wao. Wanakuja leo wanakuambia nimekubali Mungu ni mmoja, nimekubali Muhammad ni mtume, kesho wanakufuru, wanarudi katika ukafiri. Kesho kutwa mkipatana anakuambia Mungu ni mmoja. Hao ndio wanafiki. Hawana istikama, hawana msimamo. Hao si Waislamu kwa sababu wametoka katika Uislamu kwa ajili ya unafiki wao. Wewe ukiwa Muislamu unasimama, uchukiwe nyumbani usichukiwe, unasimama. Sisi tuliposilimu mtu unafukuzwa mpaka kwenu. Sisi tumetoka hapa Central, unaambiwa hutapewa mpaka shamba. Na unabaki hivyo hivyo mpaka wanakusoea. Wanasema huyu itikadi yake ni ngumu, achaneni na yeye huyu. Unakuwa na msimamo wako.
Lakini sio ati ukienda huko unahama, ukirudi huku wewe ni Muislamu, ukienda hivi unahama, wewe ni mnafiki. Huna msimamo. Lazima uwe na istikama. Hao ndio unaambiwa sasa sio Waislamu kwa sababu ni wanafiki, hawana msimamo istikama. Ndio maana sura ikapewa jina lao. Na hiyo sura imepewa jina yao vizuri. Yaani Uislamu hauna kona kona. Suratul Munafikun, kwa sababu walikuwa wanamfanyia mpaka mtume, na ndio Mungu akasema wanafiki watakuwa moto wa chini katika moto wa Jahannam. Watakuwa chini ya makafiri kwa sababu wao wanajua ukweli lakini wanafanya mzaha katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ni wabaya kuliko makafiri. Afadhali kafiri kuliko munafiki. Una swali lingine ama nichukue mchungaji mwenzako? Mgaragaze kidogo pia. Usimsemee maana naona ana maswali. Kuna tofauti gani kati ya kafiri na huyu munafiki? Tofauti ya kafiri na munafiki ni kwamba huyu kafiri, kuna wale makafiri ambao hawajui haki, wako katika giza. Lakini munafiki anajua haki lakini anaikataa. Lakini makafiri, kuna wale makafiri ambao hawajui haki, wanaburutwa tu. Leo akiambiwa Yesu mwana wa Mungu anasema naam nakubali. Kesho anaambiwa Yesu ni Mungu anasema nakubali, wala haulizi huyu mtoto amekuaje Mungu tena. Anaambiwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi yako anasema nakubali ndio. Anaambiwa Yesu ndio Mungu anasema nakubali. Ya Mungu atakufari kwa ajili ya dhambi yako. Wewe huwezi ujiuliza afarata akirun, au jiulizi Mungu atoke katika arshi yake aje akufe ili akusamehe, alafu ndio Mungu huyo. Lazima uwe unajiuliza Aje afe? Aje afe alafu akusamehe dhambi. Alafu yeye ndio Mungu huyo. Na dhambi yenyewe utafanya bado si hata inakuwa anajidhulumu yeye. Alafu uwawe na binadamu. Hiyo ni dhuluma kubwa. Hiyo ni dhuluma, mnamdhulumu Mungu wenu. Wacha niulize swali la mwisho. Lete swali ya mwisho usiwe na wasiwasi. Kwa sababu unatamani kujua huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile tunamuita hivi ama mnataka tumkiri, si ndio? Kuna mahali popote penye anatupeleka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahali anatupeleka, kwanza amekuja kutupa habari njema. Ndio kazi yake hiyo. Amekuja kutupa habari njema. Anatukuja kutubashiria habari njema. 33:45 Qur'an. Sikiza habari wewe. Kuna mahali anatupeleka. Sikiza habari. Usipomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna uzito siku ya kiyama. 33:45 Qur'an. Sikiza habari. Tunajua pale unataka kuja. Wewe njoo. 33:45. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa yakini sisi tumekutuma. Kwa yakini tumekutuma. Tumekuleta. Uwe shahidi na mtoaji wa habari nzuri na muonyaji. Sasa mtume amekuja awe shahidi na mtoaji wa habari nzuri na muonyaji. Teremka. Na uwe muhitaji wa watu kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Kwa idhini yake. Na uwe taa itoayo nuru. Na uwe taa itoayo nuru. Teremka. Na wape habari njema Waislamu. Na amekuja kutupatia habari njema sisi Waislamu. Hadi sasa anatuambia tutaenda ya kwamba wana fadhila kubwa itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Anakuja kutupa habari njema sisi Waislamu. Tuna fadhila kubwa ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, ambazo tutazipata wapi? 43:68 Qur'ani. Sikiza vitu pole pole. 43:68 Qur'ani. Utakupa nafasi, usiwe na wasiwasi. Kuuliza swali, wacha nilikamue vizuri, tufanye postmortem nimalizane nalo. Tupige mshono. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mlio wazuri. Sikiza, Mwenyezi Mungu anasema enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Tena imeletewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hatutakuwa na huzuni siku hiyo wala hatutahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Asante. Ingieni bustanini, yaani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. So Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tukiwa Waislamu kamili tunaingia katika paradise. Ndipo sasa unaona sisi Waislamu. Sasa hapa umepanua maswali. Hii yenye nasema eti nyinyi na wake zenu mtaingia humo. Tunaingia paradise, sio humo. Lazima umalizie paradise. Yani mtaingia paradise humo. Tunaingia paradise. Itakuwaje kama wewe uko hapa hivi? Naam. Sasa mke wako akue anazini. Naam. Hiyo siku wakati ajatubu ataingia pia paradise humo wewe na mke wako?
Swali nzuri 40 Qur'ani. Kauliza. Swali nzuri. Kauliza 40. Sapewa jibu. Kabla hujauliza jibu lilikuwa lisatolewa karne ya 7. 40 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Afanyaye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanamme au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Wale wanaoingia peponi ni wale wanawake wanaofanya wema na wale wanaume wanaofanya wema, hao ndio wanaingia. Lakini wale wanaofanya ubaya kama huyo unasema labda anazini, anafanya nini, wanaenda motoni. Alafu sasa wewe kama mke wangu amezini ama mimi nimezini, mke wangu hajazini, mimi nitaenda motoni, yeye anaingia paradise. Anaingia paradise. Wakati Qur'ani yenyewe inasema nyinyi na wake zenu mtaingia paradise. Kabisa. Sasa hapa tumesimama wapi? Tunasimama hivi, tunaingia na wake zetu paradise kwa sababu mke wako kama alifanya vizuri akaingia paradise. Waislamu wote 42:10 Qur'ani. Mbona wewe una wasiwasi? Vitu vinateremka. Usio na wasiwasi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkitirafiana katika 42:10 hapana. Ngoja wewe, hakuna 49:10. Islamu wote ni ndugu. Wewe unalani haya inatoka hivi hivi. Inakuja. Sikiza 49:10. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Waislamu wote ni ndugu. So wewe kama ni Muislamu, wewe huku ingia peponi, mke wako ndiye ameingia, mimi namchukua. Maana mimi nimefaulu, nimeingia peponi. Unataka akae hivyo hivyo wewe? Waislamu wote ndugu bana. Na dada yangu yule ni dadangu katika Uislamu, namchukua. Bwana wewe una wasiwasi? Huyu Mungu wenu sasa nimeanza kuwa na shaka na yeye. Hebu rudia hiyo 49:10 tena. So huyu ni samuelewa. Swali yake kaelewa. Sasa anataka kubadilisha, alete swali nyingine. 49:10. Unataka kutumia mlango wa nyongo kuleta swali lingine. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Basi patanishaneni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu. Msipuuze jambo la kupatanisha ili murehemewe. Asante. Hapo nimeelewa. Inawatetea hivyo. Turudi kuwatetea. Unajua wewe unisa kuelewa, unakuwa huna swali lakini unajaribu mahali utatwist upate swali. Nimekujibu swali nikakwambia Muislamu ambaye hata ingia peponi mke wake aingie, yeye anapewa kwa ule Muislamu mwingine naye ambaye mume ataingia motoni, mke aingie peponi, na kuna mwingine naye mke ataingia motoni, mume aingie peponi. Wanabadilishiwa hivyo kwa sababu wote ni ndugu. Mungu anaweza amua bibi yako akwe bibi yako kabisa, kwa sababu una matendo uliyofanya mazuri. Kwani huyu anatakaje? Unataka akuwekee ukae uko motoni? Hamna cha kudhurumiana. Wewe fanya vitendo vizuri. Hiyo ndio haki ilivyo. Swali langu acha tumalizie hapa. Maliza basi, maswali mengi hapa naona watu wanataka kusilimu. Niliuliza Muhammad kuna mahali anatupeleka, ukasoma nini kitabu moja hapo, nikajaribu kuuliza 43:64 ilisema tunaingia peponi. Wewe mwenyewe ulipojua swali limejibika, ukaongeza swali la pili, ukauliza vipi mwanamke ambaye atafanya matendo mabaya na mwanaume ambaye anafanya kuzini na nini, wote wataingia peponi? Nikakurejea katika 40. Mimi sipotezi memory. Wewe ndio ulibadilisha wakati nilitoa jibu. Wewe hiyo ujanja nilikuwa nayo kitambo sana. Ndio twende hapo. Kuna kitabu moja ulisoma hapa nyuma, nilikuuliza kuna mahali zile tunafuata Muhammad, kuna mahali anatupeleka na nikakutolea vizuri. Anatupeleka peponi, paradise. Sijui unataka nirudie mara ngapi? Anatupeleka paradise. Kuna pale maandiko zile nasema, ngoja usikasirike. Mimi hata sijakasirika. Nani amekasirika? Cameraman ndiye alikuwa anakasirika. Wewe sasa unauliza cameraman nini? Wewe kwanza goja. Katika kazi yenu kanisani mnasema receive in the name of Jesus. Watu wanaanguka, lakini cameraman haangukangi. Mbona sasa unasumbua cameraman wetu? Wangu hakuna cameraman. Ile cameraman wenu haangukangi kwa sababu yeye ndiye anatuonyesha watu wakianguka. Maana yake cameraman kanisani ananga jini.
Sasa unajua hapa ni watu siende. Umebadilisha mada. Na ukitaka kuchange tukanyagia hiyo. Tukanyaga. Jabadisha, umesema una swali ya mwisho, nenda upumzike, upumue. Mimi najua maswali yamekuishia kwa sababu umeuliza. Ama una swali nyingine, nafasi ya kwako ndio tuingie kwa maswali mengine. Swali uko nayo nyingine? Hiyo yenye niliuliza, kuna mahali Muhammad anatupeleka. Kuna hapa inasema tumekupeleka. Unaona? Ngoja. Wewe kama umeelewa wewe goja kidogo. Enda upumue upate swali. Maana mimi sioni swali lingine uko na. Nimejaribu kuangalia, naona unaenda unarudi. Enda pumzika pale, pumua. Ukipata swali leta. Mimi niko hapa, usiwe na wasiwasi. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Ken. Wewe unaitwa Ken, Muislamu, Mkristo? Mkristo. Wa ukweli ama? Mkristo wa ukweli? Wa ukweli, hiyo ni swali gani bwana? Wewe sasa unajua nauliza hivyo sababu kwa Biblia sijaona mahali unaambiwa uwe Mkristo, ndio nauliza. Mimi nimesema mimi ni Mkristo. Ulitoa wapi Ukristo? Ukristo. Ulitoa wapi Ukristo? Inatoka wapi? Si ndio nakuuliza, wewe ndio umeniambia Mkristo. Ndio nikakuuliza ulitoa wapi? Ulitoa kwa kitabu gani inasema ukuwe Mkristo? Ukristo inatoka wapi? Yaani wewe si ungetuambia Ukristo nilitoa hapa. Mimi ukiniuliza Uislamu nimetoa wapi, nitakupatia. Bara nzuri Basi wacha tuache hiyo, lete swali. Maanake Ukristo wenyewe wewe unasema Mkristo hujui ulitoa wapi. Mimi ukiniuliza Uislamu umetoa wapi, nakupa sahi. Sio story, nakupa. Lakini wewe ni Mkristo, nikikuuliza ulitoa wapi, hivi mtoto wako akija akwambie baba, hii Ukristo mnatuambia Ukristo ulitoka wapi? Kwa kitabu gani kwa Biblia? Hebu baba nisaidie. Utaanza kuambia mtoto kwani Ukristo unatokanga wapi? Si lazima umfunze. Naona una smile kwa sababu najua hauiko katika Biblia. Acha tuachane na hiyo, lete swali. Jana na kuna mchungaji anasema Ukristo iko. Basi uliza swali aje atupatie. Jana iko swali si kuridhika nayo hapa. Yaani hujaridhika? Si kuridhika kwa maana nilikuwa nikiuliza mambo ya Uislamu mukanieleza vizuri. Sasa tutakuelewaje? Wewe unasema hujaridhika na uliuliza mambo ya Uislamu tukakueleza vizuri. Sasa kuridhika labda tungekununulia chai uridhike. Ngoja kwanza. Leteni chai pia nikunywe kama ni chai. Si anasema hataka aridhike. Sasa kuridhika si ni chai. Una swali ama huna swali? Unajua Wakristo wengi hawana swali. Au una swali uko na swali, una swali ama huna swali? Ninayo swali. Weka swali kwa meza. Nataka kujua kutoka kitabu cha Quran 72:1 mukanieleza kuna majini nzuri. Sasa hizi jini nzuri nataka nijue hizi jini nzuri ni gani na ni zipi? Sasa msome hapo 72:1. Ngoja kwanza tutasoma, lakini jini nzuri ili ujue ni gani, labda utuletee hiyo jini tutakuonyesha ni gani nzuri. Unaona? Kwa sababu sasa wewe unatuambia mimi natoka katika Quran majini 72:1 anza hiyo tulia. Tunaenda vizuri. Kwa sababu 72:1 nasoma. Wala usiwe na wasiwasi. Soma kwanza. Kwa nini hamtaki niongee? Ongea. Kwa nini hutaki niongee? Hebu nisome Quran 72:1 na 14. Haya soma. Soma. Na tulikwambia umlete ukiwa akiwa umefungwa hapa leo, sijui imekuaje. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumeisikia Qur'ani ya ajabu. Enda 14 enda. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokegeuka. Waliosilimu hao ndio waliotafuta uongofu. Sasa Waislamu wanasilimu watu na majini. Na huyu alinieleza kuna majini nzuri. Sasa hizi majini nzuri ndio nataka munieleze. Hizo majini nzuri ni zipi? Asante. Swali yako nadhani kuelewa ndio tatizo. Nilikueleza hivi, majini ni viumbe ambao hatuwaone na macho. Wako ulimwengu wao, si tuko ulimwengu wetu. Ni kwa mfano hata malaika. Malaika hatuwaoni,
lakini malaika wako. Sasa wewe ukiniambia nikuonyeshe malaika sijui nini, unaniambia nikuonyeshe majini wazuri, majini wabaya, labda uende uwashike uniletee, ndio nitofautishe ni gani mzuri gani mbaya, kwa sababu ni viumbe hawako ulimwengu wetu, tunaelezwa wako, hatujawaona. Sasa ni kitu ambacho sijakiona na macho, lakini tumeelezwa kiko. Venye tunaelezwa Musa alikuwako, hatusijamuona. Naamini kwa sababu kazi yetu tunaamini maadamu maneno yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, tunaamini hata kama hatujayaona na macho. Tunaambiwa tunaenda peponi, tunaambiwa malaika wako. Sijaipatana na malaika hapa kwa kona, lakini naamini malaika wako. Naambiwa jini yuko, naamini kwa sababu ni maneno yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini wewe niambia nikuonyeshe jini mzuri na jini mbaya mpaka uniletee ndio nikuonyeshe nikague. Katika Quran majini siko na mnawasiliana nao. Hakuna shida. Andiko hakuna shida. Ngoja kidogo nataka Wacha niongee. Kwa nini unataka kunipatia nafasi? Kwa sababu unaongea bila evidence. Ungenitolea andiko. Evidence iko katika Quran. Ulete andiko ambao Waislamu tunasilimisha majini. Wapi hiyo andiko? Quran inasema hapa. Quran iko. Labda Kiswahili tatizo. Hebu rudia 14, labda Kiswahili tatizo. Haijasema sisi tunasilimisha, hapana. Mtume ndio anafunuliwa. Majini walisema miongoni mwao kuna wale wamesilimu. Sisi hatuwaoni kwa sababu ni viumbe wanaoishi. Sasa sio sisi sasa sisi tutawasilimishaje wakati hatuwaoni? Sasa wewe hata kuelewa kwako inakuwa ngumu. Sisi hatuwaoni kwanza. Sasa utasilimishaje kali ya kuwa uwaoni? Hata jana mulisema hapa. Una swali Sasa hii umekataa. Sijakataa chochote. Nimekueleza hivi na nilikueleza mpaka jana. Na nikakwambia uende uambie hivi, goja kidogo. Wakati kanisani mnasema pepo toka, huo mnaiona? Tabia ya huyo mtu yule ameingiliwa na mapepo, unaweza ona tabia zake. Na hii pesa itaanguka kaka. Nauliza tu. Ngoja. Kama mtu ni mwenda wazimu, mtasema si huyu mtu yuko na pepo ya mwenda wazimu? Wewe Hakuna shida. Ngoja. Unajua sasa ngoja. Unajua nini yako mimi kukuexplainia naona inakuwa ngumu kwangu. Na nimekueleza majini wapo na kwa Biblia majini wapo, na kwa Biblia kwanza majini walikuwa wakifanya ukahaba. Sasa wewe ndio ungeniambia walifanya ukahaba vipi kwa Biblia, unielezee na mimi nikuelezee kwa Qur'an. Qur'an nimekuambia hatujawaona, sisi tumeambiwa. Namna tulivyoambiwa ndio tumeamini kwa sababu sisi tunatii namna tulioambiwa. Sasa ngoja tusiache 17:7 Walawi. Ngoja kwa Biblia haya majini wanafanya ukahaba. Wewe ni Mkristo, unabeba Biblia. Hebu tuambie haya majini mnajuaje wakifanya ukahaba na wakifanya hii kazi? Kabla hujakimbia kwa Qur'ani utueleze. Kuna majini walimkubali Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, na wewe unakubali Yesu mwana wa Mungu. Je, haya majini waliokubali Yesu mwana wa Mungu mnashiriki nao namna gani na imani yenu ni moja? Sasa na ungetuelezea kaka. Pole. Usifunge. Ngoja 17:7. Ngoja kwanza. Mimi nimesoma katika Quran. Na mimi nasoma katika Biblia. Mimi nimesoma katika Quran. Na mimi nasoma katika Biblia. Ni watu na maji? Hakuna. Hiyo ni kuelewa kwako. Hakuna mahali imesema tunasilimisha jini. Na ukimleta enda ulete huyo jini wako. Ukileta huyo jini mimi nitasilimisha. Sasa mkikataa wacha ni wache. Hakuna shida. Utaleta huyo jini yako nisilimishe. Hapana, jini kama unasema amuoni na mnawasiliana nayo, hiyo ni siri yenu. Sio siri yetu. 17:7. Hiyo ni siri yenu. Nao Biblia inasema mnafanya 17:7 inasema. Sasa sikia siri yenu kwa Biblia na majini. Haya 17:7 Walawi. Pole tu nimpeleke pole. Wala watoto tena. Ni sawa, muelewa huyu ni mtu ambaye anataka pole. 17:7. Wala watoto tena sadaka zao kwa wale majini. Kumbe katika Biblia mlikuwa mkitoa sadaka kwa majini. Malizia Biblia Ambao huwafuata. ambao mlikuwa mnafuata hawa majini katika Biblia Ili wafanye usherati nao. Kumbe katika Biblia mnafanya usherati na majini. Hii maiki mbona iongei? Unajua wewe umetuambia kwa Qur'an, tumekueleza. Tumerudi kwa kitabu chako Biblia ambacho umekibeba. Sasa hii Biblia yako inasema majini katika Biblia ni hatari kwa sababu kwanza wanataka sadaka, na ndio unaona mnaitisha sadaka kwanza. Kwa Biblia majini ni hatari
wanaitisha sadaka. Majini ni hatari kwa Wakristo. Hakuna, ijasema ni tena Biblia imekataa mambo ya kuabudu majini. Na nyinyi mmekubali. Ngoja, hiyo ni story unapiga. Hiyo sasa ni story unapiga. Hakuna mahali wamekubali majini. Asante. Sisi Wakristo tumekataa mambo ya majini. Haya, sawa. Kuna andiko ambao katika Biblia inasema Wakristo wamekataa mambo ya majini. Nipatie hiyo andiko. Wacha niwachane nayo hii. Sikia. Hizi ni propaganda. Hakuna. Si unasikia, ukimuuliza wachana nayo, lakini kwa kusema ni mwepesi, lakini kwa maandiko hawezi. Mnipeleke hivi. Ninamwambia atupe hiyo andiko. Wacha niulize swali lingine. Kama una swali njoo. Huyu ni mchungaji, anaweza kupatia dhambi wewe. Na anaweza hata chukua mke wako akae naye kwake. Apate mafuta wewe. Wewe. Ngoja kidogo. Sisemi hiyo. Ngoja wachungaji ngoja. Sijakupaka matope. Sio wewe, pole, sio wewe, sikupaki matope. Nipake matope. Sijaenda na bibi. Sijasema umeenda na bibi ya mtu. Nimesema sijasema unataka kwenda. Nimesema hivi. Wacha niulize swali. Sasa wewe swali unataka huu ni msito kuelewa hapa. Uliza swali tumalize, twende swali. Yesu alikuwa Muislamu? Yesu alikuwa Muislamu? Wewe unaonaje? Yesu alikuwa Muislamu? Wewe unaonaje? Wewe unaonaje kwanza? Kwa sababu ukiniambia mtu alikuwa Mkikuyu, lazima ujue kama uko na detail kama alikuwa Mkikuyu kwanza. Wewe unaonaje? Kwanza unipe jibu yako. Kwa sababu unapoleta kitu mimi najua kuna kitu nataka kuweka. Kwanza nieleze alikuwa dini gani. Ndio wewe uniulize mbona anasema ni Muislamu? Mbona vitu vinaenda wepesi? Wewe alikuwa gani kwanza? Yesu Kristo ni njia. Sijauliza njia, dini alikuwa gani? Dini yake. Yeye ndio mwenye dini, Yesu Kristo. Mwenye dini gani? Alikuwa na dini gani? Dini ya Ukristo ya Mungu. Imeandikwa wapi? Maneno mazuri imeandikwa wapi? Alikuwa Mkristo. Andiko iko wapi? 14. Bwana 14 iseme Yesu alikuwa Mkristo. 14 ngapi? Kwa maana Yesu ndio njia. Sijauliza Yesu ni njia. Umesema wewe sikiza mchungaji, usije ukatukoroga bure mchungaji. Yesu umesema alikuwa dini yake Mkristo. Ndio umetuambia mambo ya njia mimi sihitaji. Wapi andiko Yesu alikuwa Mkristo? Wewe soma. 14:6. Nataka unipeleke hivi. Hakuna kupelekwa hivi. Sema kitabu cha Yohana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Basi wacha hapo. Huyo ndio Yesu naongea kwaye. Dini gani alikuwa? Yeye ndio dini. Ngoja. Sasa ngoja kwanza nimuulize swali. Yesu alikuwa Muislamu? Sasa wewe hujanipatia alikuwa dini gani? Unajua ungenipatia alikuwa dini ya Ukristo, ingekuwa nakupatia sasa answer vizuri. Sasa wewe umenitolea Yesu ni njia. Sijauliza njia. Kwanza alikuwa dini gani? Kwa sababu katika Biblia kuna andiko inasema Yesu alikuwa na dini. Lete implemento hiyo. Kuna mambo ya kuficha hapa. Timotheo 4:1. Kuna mambo ya kuficha hapa. Wewe, yani nyinyi mnadandia 4:1 Timotheo na umuonyeshe na nini yake. Timotheo wa kwanza ni inaitwa implemento, wana kitu wanaita commentary. Hawa ndio wamewaletea Ukristo duniani. So kuwa mpole, uko Italy ndio headquarter ya Wakristo wote. Tulia wewe. Bila kasiriki hakuna Ukristo. Tulia, lazima isomwe andiko. Ngoja kwanza. Unajua hatujadiliani mambo ya dini. Si ameniuliza Yesu dini gani? Sasa anasema tena hatujadili mambo ya dini. Uislamu, hiyo ndio kitu nataka kujua. Si Uislamu ni dini au? Si Uislamu ni dini? Sasa lazima kwanza. Sasa kama ni hivyo, niulize swali, dini ni nini? Usiulize kwanza dini ni nini. Hiyo ni kutuchanganya. Mchungaji anaruka. Mmekataa kunijibu. Yesu alikuwa Muislamu? Hiyo unajibiwa hapo. Majibu hapa. Tulia msomaji wangu. Kwa nini sikumjibu swali direct? Kwa sababu nilijua na magugu ameweka. Ndio unaona saa hii nataka kuenda kufumua hiyo swali, asaanza kulizuia, na ndio tabia ya wachungaji. Hawapendi Wakristo hao wengine wajue. Sasa ungetulia nijibu. Wewe wacha maneno yako.
Wacha hiyo. Sasa sawa, nimetulia. Sasa wacha nijibu. Tulia. Sasa siwache nijibu. Tulia bwana. Nisijibu. Maneno yako hadi wachungaji nini? Wachungaji nini? Wacha hiyo. Sasa nisisome, unajua amezuia nisome. Kwa nini mnaenda hivi? Amezuia. Kwa nini mtaki kujibu swali yangu? Ndio nataka kujibu. Haya, wacha ninyamaze. Nyamaza, sikiza. Yesu katika Biblia alikuwa na uangalie na macho yako. Ile moja. Nasikia. Haya, soma. Nasikia tu kuangalia. Soma. Katika siku za mwisho, Katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo watamwasi Kristo na dini yake. na dini yake. So Yesu sio dini, alikuwa na dini yake. Ndio nikauliza mchungaji, hii dini ambayo Biblia inasema Yesu alikuwa na dini yake, dini gani? Kwa sababu Qur'ani imetuambia Yesu alikuwa Muislamu. Wapi imetuambia? Qur'ani 3:68, piga fanusi yake. Tulia kaka, vitu viteremke. Ona vitu vyepesi. Ona mimi hata sina kifua. Vitu vyepesi. Hata mimi sina kifua. Asante sana. Kumbe Hata mimi sina kifua. Tulia. Alafu goja, huyu nikitaja wachungaji anachemka. Ni mchungaji. Wewe. Nitauliza Mungu kuhusiana na hawa wachungaji. Haya. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Soma fafanusi yake 3:68. Fafanusi yake. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu, Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu alayhi salam inawafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dini ya Ibrahimu ndio dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni Uislamu. Na hiyo ya Nabii Ngoja Musa. Ngoja kwanza. Quran haijataja hiyo Uislamu. Wewe ndio umetaja. Wewe ndio umetaja hiyo. Hakuna tatizo. Wewe sio Quran Kabisa. Umesikia? Kabisa. Wewe sio Quran. Haya, maliza. Wacha Quran iongee. Maliza. Hakuna shida. Maliza baba. Na hiyo ya Nabii Musa. Na hiyo ya Nabii Musa. Na Nabii Isa. Na hiyo ya Nabii Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu, ni hiyo amekuja nayo Muhammad. Sasa Muhammad amekuja na dini gani? 626 Qur'an ambao ndio ilikuja na Yesu. Sikiza. Tunaenda vizuri. Pole. Ngoja kwanza. Usiniteremshe kwa Quran. Kwa maana Quran Muhammad amekuja lini na Yesu alikuja lini? Hiyo nitakujibu baadaye. Kwanza nimalize ya kwanza. Miaka 1000 ngapi? 1400. Hata hiyo miaka bilioni nitakujibu baadaye. Muhammad amekuja. Hakuna shida, nitakujibu. Wewe umeniuliza kama mambo ya Injili Musa amezapewa pale. Musa amezapewa Torati. Hata tutaenda. Umesikia? Hakuna shida. Na watu hawatakangi nijibu swali. Swali yake aliniuliza Yesu dini gani? Sasa inaenda kujibu, ananiambia ati Muhammad alikuja. Hatuko kwa Muhammad kuja. Tunaangalia dini ya Yesu ni gani. Mbona huwa wachungaji mwazuia ukweli? Sasa umelenga swali yangu. Ni kujibu. Sasa kesho nitakuja tujadiliane mambo ya dini. Sana tuache basi. Mchungaji amesema tuache. Endelea. Asajua tunafumua. Endelea. 626. Dini aliyokuja mwana wa Muhammad ni gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Bas. Muhammad amekuja na Uislamu na ndio dini aliyokuja nayo Nabii Musa na Ibrahimu na Yesu. Tumeelezwa. Na amekuja na Uislamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walikuwa Waislamu. Wewe musidanganye watu. Ni vitabu sio mimi. Mimi na koti tu mchungaji. Usinione nini. Alafu mimi na mchungaji kwa maana unajua Yesu ametajwa kutoka mwanzo. Mimi sina swali ya Yesu kutajwa kutoka mwanzo. Uliniuliza dini yake na nimekupatia. Sasa mambo ya kutajwa hiyo ni mengine. Alafu sasa munanisomea Quran. Na wewe umetuuliza wapi katika Uislamu Yesu ni Muislamu. Singekusomea gazeti mchungaji, ningekusomea Qur'ani. Kuwa fair mchungaji. Hivi ningechukua gazeti mngeelewa. Sasa angalia anacheka mchungaji. Na unajua kwa nini mchungaji anakuwa hivi?
13 Zakaria. Niache. Basi wacha amekataa. Amesema tuache. Amesema tuache hiyo. Wacha tuache bwana. Unajua nini? Nilikuwa nataka niangalie. Nyinyi bado nauliza wewe swali tu. So amesema hiyo tuweke pending. Sijaanza mimi naenda kwa Qur'an kwa utaratibu tu. Umesikia? Unajua nilikuwa nataka tusome hiyo tu moja 13 Zakaria, siwe mchungaji. Soma hiyo. 13 Zakaria. Soma hiyo. Pole baba. Hasira yangu Mungu anasema hasira yangu mimi Mungu imewaka juu ya wachungaji. Kumbe na wewe ni nani? Wewe usiseme mimi ni mchungaji. Wewe sio mchungaji, umeruka sasa. Ngoja kwanza. Sasa usifikiri unanifinya na hiyo. Mimi sijakufinya. Si imesomwa, Mungu anasema. Hakuna shida. Soma uendelee hiyo Zakaria. Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Nami nitawaadhibu. Mungu anasema ataadhibu hao wachungaji. Washirika amepiga simu wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Wewe wanakuitaje? Mimi naitwa Musa Christopher. Christopher. Ongeza ka sauti kidogo ndio tukusikie Christopher. Muislamu Kristo. Na mimi naitwa Musa Christopher, niliokoka Yesu ni Bwana. Christopher umeokoka? Yes, niliokoka. Uliokoka mwaka gani? Mwaka hakuna kipimo, lakini vile kuokoka ni leo. Hata saa hii mwenye yako hapa hajaokoka, akiamini Yesu atamuokoa. So kuna kuokoka hapa duniani Yes, kuokoka na okoka hapa duniani. Hawezi kuenda. Kwa maana ukisoma, mimi na wanajibu tena swali lingine, Yohana 3 kuanzia pale soma. Yohana 3:16 Yes. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yes. 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Naam. Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Asante. Mungu mwenyewe alituma mwanae. Na wewe saa hii na mimi tuko na watoto. Hawezi mtoto kuenda kwa bedroom yako mkatai. Paka afanye akae vile wewe baba vile ulimlea. Ni lazima tujue Yesu bila alikuja kuokoa kushuti tupate uzima wa milele. Na mwenye anasema uongo atahukumiwa. Kwa maana endelea. Wewe unaendelea kusema. Pastor amekaa huko juu. Ni pastor pia Asante. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Asante. Amwamini yeye hahukumiwi. Asante. Asiamini amekwisha hukumiwa. Asante. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Asante. Tosha hiyo. Ukweli ama si ukweli? Hiyo swali ya mwisho. Labda niulize swali kidogo. Good. Swali kidogo. Hii inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee. Hivi Mungu ako na mwana? Yes, ako na mwana. Mungu anazaa ama Mungu anaumba? Mungu mwenyewe walikuwa utakatifu watatu. Na kazi yenye walifanya ilikuwa pamoja. Na vile nilikupea mfano, ukizaa mtoto wako, hiyo damu yako direct. Hawezi tena kutenganisha na mtu mwenye anatoka nje. Ndio sababu acha tuongezeke. Swali yangu ndogo, Mungu anazaa? Ndio nijue kati ya Mariamu na Mungu nani alienda kujifungua? Nani anazaa? Yes. Mungu anazaa ama Mungu kazi yake ni kuumba? Kwa sababu imani yetu Waislamu tunaamini Mungu hazai. Tunasemanga lam yalid wala yulad, yani Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sasa imani yangu ni tofauti na yako. Sasa swali ndio nauliza, huyu Mungu wenu wa Kristo mnayemwamini, je, huwa anajifungua watoto anazaa? Unajua Mungu ni roho. Na Mungu hawezi kuchunguza akili yake na mwanadamu. Na sichunguzi ya Mungu na kuuliza wewe, kwa sababu wewe ndio unasema Mungu ana mtoto. Ulijuaje Mungu anazaa ndio ukasema ana mtoto? Nataka unielezee. Nilijua kwa neno lake Bwana mwenyewe, kwa maana Mungu anasema kutakasiwa kwako unapitia kwa neno. Na neno ni Mungu mwenyewe. Alileta hiyo Biblia. Sina shida na kutakaswa, nauliza Mungu anazaa. Sasa nafuata Biblia. Biblia inasema Mungu anazaa. Biblia, je, Biblia inawaeleza Wakristo kuwa Mungu wao anazaa au anaumba? Wacha tuongezee neno moja nyingine kwa tajiri moja. Fungua John 3.
alimuonyaje niyo mimi nijibu hiyo jibu. John 3 kuanzia pale. Yohana 3 hiyo tumesoma 16. 3 tu mstari mlango 3 tu kuanzia pale. 3:1. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanya wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu amin 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 nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako, na sitaki kukusumbua. Unajua Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alikataza mtu hawezi kuzaliwa kwa mama yake. Anazaliwa wapi? Kwa Roho, kupitia kwa maji mengi, nyopate Roho Mtakatifu, nyopate uzima wa milele. Ni kama unakataa utahukumiwa. Biblia yenyewe inasema ama mimi? Mimi sina shida na hiyo. Nauliza ina humble way. Yohana 3:16. Je, Mungu anazaa ama Mungu anaumba? Mambo ya kuzaliwa na maji nitakuja. Mungu anazaa au Mungu anaumba ndio nielewe, kwa sababu sisi tumeelezwa kwa Qur'ani Mungu wetu hazai, Mungu wetu ni muumbaji. Ndio tunasema Yesu ni kiumbe cha Mungu, si mtoto wa Mungu. Tunasema Muhammad ni kiumbe cha Mungu, si mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hazai, Mungu anaumba. Sisi ni viumbe vya Mungu, malaika ni viumbe wa Mungu, hawakuzaliwa na Mungu. Sasa Mungu wetu hazai. Ndio nikauliza, wewe umeniambia kuna Mungu ana mtoto, nikawa na shaka kwa sababu kuna Mungu mwingine alikuwa hapa Bungoma anajiita Jehova Wanyonyi, alikuwa na watoto 36. Sasa nikashangaa unazungumzia Mungu gani? Ndio nikauliza, Mungu ambaye mnayemwabudu nyinyi wa Kristo huwa anazaa? Kwa sababu aliyezaa kwa Biblia napata ni Mariamu, sio Mungu. Nataka unielezee vizuri, kwa sababu naona wewe ni kama deacon ama pia ni kama mtu pale kanisani mbele ama elder. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu ile anaongea si wa kusaa. Mungu mwenyewe ni alikuwa na alikuwako mpaka leo. Na yeye nilikwambia alituma mwanae. Ngoja hapa sasa ndio unaniweka wasiwasi. Wewe umeniambia Mungu hazai. Na tulikuwa tunapelekana vizuri. Amesema Mungu wake hazai. Sasa tena anasema Mungu alimtuma mwanawe. Baadaye uniambie Mungu alituma kiumbe chake. Si ndio? Kwa ufupi bila alituma huyo. Sasa unamwamini sasa alimtuma ama yeye mwenyewe ni aliamua? Asante. Kama ni kiumbe cha Mungu mimi nakiamini. Lakini mtoto wa Mungu siamini, kwa sababu Mungu hakuzaa. Mungu anaumba. Sio kusema mtoto wa Mungu. Hajasema mtoto wa Mungu. Si unaona mzee? Wacha nikwambie, si kusema mtoto wa binadamu wa dunia hii. Nilisema Mungu alituma mwanae Yesu Kristo. Kusudi akomboe wewe na mimi. Wacha nikwambie ufupi. Sitaogopa wapendwa, kabla hii neno kuambia hukumu iko, upendo ukataa iko. Ni uamuzi ni yako kabisa, lakini hatuwezi fanya vile itatokea, my friend, hakuna msamaha kabisa. Nikwambia kabisa, lakini hatuwezi ambaye alipata hiko. Ngoja nimempa nafasi, ngoja kidogo mzee, kabisa. Lakini mzee, hatuwezi kufanya kuamini kijinga kama walivyoamini Wakristo waliokuwa pale Mombasa, wakaenda kukufa ati wakaone Yesu, wakafunga wakaone Yesu. Sisi tuko na akili, ndio tunauliza maswali, kwa sababu saa hii kuna wengine Migori waliambiwa waamini wasiende hospitali, polisi ndio wamekuja kuwatoa kwa kanisa ndio wapeleke hospitali. Sasa wewe unaposema Mungu ana mtoto, huyu mtoto Mungu alimtoa wapi? Alizaa ama alimuumba? Ndio nataka uniambie chanzo cha huyu mtoto. Sasa mimi Bwana asifiwe. Maneno ambayo ilitoa hapa ilitoka kwa Biblia. Na vile ilitoka kwa Biblia siwezi kuongezea. Wewe kama iko na Biblia nyingine tofauti, sema sisi kuamini kwetu Biblia yetu inakushauri hivi. Inashauri hivi 44:24 Isaya. Msee ndio wewe usomi, pole, lakini
Alafu unasema Bwana asifiwe. Bwana gani? Wakati mimi nikienda nyumbani bibi yangu anasema bwanangu kaingia. Sasa ukisema Bwana asifiwe, mimi nadhani mimi nasifiwa. Kwa sababu Bwana ni neno title inatumika kwa wanaume. Tukifunzwa kuandika barua wakati niko shule ya Kiswahili, tuliambiwa pale juu unaandika kwa Bwana Salim. Sasa wewe ukisema Bwana asifiwe, Bwana gani? Maana yake Bwana ni kila mwanaume. Sasa hakuna mtu amesema ni bibi, alikuwa ni Bwana, ni mwanaume kama mimi. Maana yake kataili siku ya 8 venye mimi pia nilitaili. Yeye naye kakula kisu na mimi nilikula kisu. Sasa yeye alikula kisu na mimi nikala kisu. Sasa 44:24 Isaya. Inasema Bwana mkombozi wako. Bwana ambaye ni Mungu mkombozi wako. Yeye aliyekuumba tumboni. Kumbe Mungu anaumba viumbe wapi? Tumboni. Na Yesu alikaa kwa tumbo, hakukaa kwa tumbo? Alikaa kwa tumbo. Maana yake kaumbwa na nani? Na Mungu. So Yesu ni kiumbe cha nani? Ndio kiumbe cha Mungu. So unaona, barikiwa sana. Barikiwa sana. Sasa ukijibu namna hivyo, hiyo ndio kitu nzuri. Alafu mzee, usije ukasema umeokoka. Hapa duniani hakuna kuokoka. Yesu aliulizwa hiyo swali akasemaje 19:23. Na wanafunzi wa Yesu hakuna mwanafunzi alikuwa ameokoka. Ngoja kabla hujauliza nikujibu hiyo ya kuokoka. Nimekupa muda mrefu. 19:23 Mathayo. Unajua mzee ataenda akisema ameokoka wakati yeye ni mtenda dhambi, anafaa kutubu kila wakati. Sisi wote wanadamu ni watenda dhambi. Ukisema umeokoka maana yake umefaulu. Sasa wewe unafaulu na uko duniani. Ni kama mtu ako class 6 anasema amefaulu na hajafanya mtihani. Lazima kwanza ufanye tujue kama umefaulu. So wakati siku ya mwisho ndio utajua kama umefaulu au hujafaulu. Sio hapa duniani. Hapa duniani tuko katika mateso. Leo umeona kasichana pale umetamani, leo umeona kitu hii umefanya dhambi. Madhambi ni mengi. Wewe hujaokoka. Acha nikwambie. 19:23. Inasema kwenye kuandika. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mimi nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Asante. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi wameuliza Yesu, wewe Yesu, macho kwa macho, ni nani anayeweza kuokoka? Wanauliza wanafunzi, wanamuuliza Yesu. Sikiza majibu ya Yesu. Yesu akawakazia macho akawaambia. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu, hilo haliwezekani. Yesu anawaambia kwa wanadamu hilo la kusema nimeokoka haliwezekani. Malisia chini. Bali kwa Mungu. Wakati tutaenda kwa Mungu, yote yawezekana. Kwa Mungu ndio yatawezekana hayo, lakini kwa wanadamu kusema nimeokoka haiwezekani. So mzee katudanganya, hajaokoka. Kuokoka ni siku gani? Petro wa kwanza 1:5. Wewe ukiwa umeokoka wewe ni kama malaika, una dhambi yoyote bana. Na wewe unatembea hapo uko na macho unaona vitu, alafu watu wanavaa uchi. Mituli ngaa unaiona. Angalia anacheka. Unapata dhambi. Na Yesu anasema yeyote atakayemtazama mwanamke amezini. Wacha nikwambie. Ngoja tumalize hii Petro. Mzee wetu amesikia raha leo. 1:5. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu. Hapa hakuna mtu ameokoka. Hakuna, hata mimi sijaokoka. Hapa duniani hakuna aliokoka. Kwani si hata hawa wachungaji wenu mtu anashikwa huku, tunaona hata mwingine tuliona akitongoza mwanaume mwenzake kashikwa. Unaona? So hii hakuna, mwanadamu ana midhambi humu. Zimo, dhambi kubwa, dhambi dogo zimo. Malisia? Nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Na nyinyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu. Ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu ni wakati wa mwisho, sio hapa duniani. Hapa duniani Yesu alisema watu wanafanyaje? 4:17 Mathayo, nikupe microphone. Hapa duniani hakuna kuokoka, hapa ni kufanya hivi Yesu alisema. 4:17 kitabu cha Mathayo. Inasema tokea wakati wa Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hapa duniani ni kutubu, sio kuokoka. Swali my friend. Bwana asifiwe sana. Nauliza hivi, sitaogopa kusema Bwana asifiwe sababu nasema Mungu ni mwema. Yes, lazima niseme.
Soma Wakorintho wa kwanza 3:16. Inasema nini? Wakorintho wa kwanza 3:16. Jibu yangu natoa kwa Biblia na sina Biblia hapa. Lazima nielekee na neno. 3:16. 3:16 baba. Inasema nini? Inasema mjua kwa nini mmekuwa hekalu la Mungu? Good. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Yes. Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Sasa wewe ujiharibu tu maneno ya sababu iko kwa dunia. Bila unataka lazima usimame na ukweli. Na ukweli utakupa uhuru. Hii inasema hekalu la Mungu ni takatifu, Yes, haijasema umeokoka. Manake inakufunza uishi kabisa, uishi matendo mazuri. Ndio Yesu akasema mtubu kwa Mungu. Ukifanya dhambi unatubu kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke anayeweza kufanya mema asifanye makosa. Hakuna, hapatikani. Hawa wanaokudanganya kanisani ati wameokoka, wewe wafuate utaona balaa. Hata labda wewe hujaifanya balaa kama hizo. Binadamu yoyote ambaye amezaliwa na mwanamke anafanya makosa, anateleza. Sasa wewe huwezi kutuambia na labda tukikuangalia nafanya makosa lakini nilikombolewa. Bwana zimesahau ufanya ngoja. Nakubali. Ngoja, hakuna shida, hakuna shida. Ngoja. Unajua naona unacheka. Ngoja unacheka kidogo. Ngoja ndio tuelewe kama huyu mzee ni mkweli au ni muongo. Si lazima tukague. Swali tunauliza. Wewe mzee, maana yake ulikuwa unafanya dhambi ufanyi. Saa hii hauna dhambi. Yes, hakuna dhambi sababu na Mungu ananisamehe tu. Natubu. Angalia tena anachanganya. Wewe umesema saa hii wewe ni mtakatifu, ulikuwa unafanya dhambi ufanyi. Saa hii nakuuliza, saa hii tuko naye hapa. Saa hii nilikuwa hata naiva lakini nilitubu, niliwacha hiyo maneno. Asante. Saa hii hauna dhambi, kuja hapa. Lazima tukague huyu mzee. Huyu mzee ni muongo. Kwa nini? Petro waraka wa kwanza wa Yohana 1:8. Huyu ni uongo. Anasema ati hana dhambi. Biblia inasema wewe mzee wangu ni muongo, ni mzee wa kanisa lakini muongo. Petro wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 1:8. Biblia inasema wewe mzee wetu umekuja ukadanganya watu huna dhambi, wewe ni muongo, Biblia inakukataa. Sikiza inasema. Inasema kwenye kuandika. Kwa sababu ndio huyu hayuko nje. Ameniambia hana dhambi. Hana dhambi. Wacha tuulize Biblia. Alikuwa na dhambi lakini aliokolewa. Saa hii hana dhambi. Kabisa. Saa hii ukasema huna dhambi, si ndio? Si umesema huna dhambi saa hii? Saa hii hakuna dhambi. Si amesema hana dhambi saa hii. Soma tulia tusikie. Inasema tukisema. Ngoja tusikie mzee wangu, tunakupa heshima. Si umesema saa hii huna dhambi. Si tunataka tukague kama hana dhambi. Sikiza Biblia inasemaje? Tukisema kwamba hatuna dhambi. Rudia mzee asikie. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Kama mzee wetu amekuja akadanganya watu akasema yeye hana dhambi, mimi nimesema kila mwanadamu ana dhambi zake. Yeye anasema yeye hana dhambi. Rudia asikie. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Malizia. Wala kweli haimo ndani yetu. Kumbe muongo. Ukisikia mtu anasema hana dhambi, huyo ni muongo. Biblia inasema ukisikia mtu anasimama mbele ya watu akakwambia hana dhambi, huo ni muongo, kwa sababu tukisema hatuna dhambi, ukweli haumo ndani yetu. Malizia. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Sasa tukiungama dhambi zetu, ndio nikamwambia kuna kitu inaitwa kutubia. Unatubu kwa Mungu. Lakini mwanadamu akisimama aseme hana dhambi, ujue huyo ni mrongo, anahitaji sadaka yako akalishe mke wake. Ni uongo, ana midhambi. Wewe niliona unainua mkono, karibu sasa. Ana nini Ngoja kidogo, naona uko na haraka sana. Karibu brother. Ngoja tukusikie wewe. Najua kiwa njaa ikikushika. Ngoja kidogo. Umeonja? Kuonja sio dhambi. Haya, kaa kando, umeonja. Kumbe Wakristo mnaonja mnasema sio dhambi. Unakunywa pombe na unasema sio dhambi. Sio dhambi kwa sababu Yesu mwenyewe alitengeneza. Kumbe Yesu ndiye aliwatengenezea Wakristo pombe wakunywe pombe.
na mnachukia Yesu sana. Yaani Yesu ndiye alitengenezea watu pombe ili watu wakunywe pombe, na serikali inapoteza billions of money kupigana na pombe. Kumbe Yesu haiwezi, kwa sababu Yesu alitengeneza pombe. Haya, dada karibu. Upendwa. Tulia kidogo mzee. Manake wewe nimeona wewe unasema una dhambi. Karibu brother. Karibu, nafasi ya kwako. Ngoja. Bibi, ngoja utasoma, lakini kusema pole, umedanganya watu. Umedanganya watu una dhambi, wakati Biblia inasema tukiona mtu anayesema hana dhambi ni muongo. Sasa wewe kwanza omba msamaha watu. Sema nimewadanganya, mimi natenda dhambi, na labda hata unakunywanga kanusu. Bwana asifiwe sana. Sema kwanza omba msamaha kwa watu. Umesema una dhambi, lakini kuna sema binadamu tuko na dhambi kila mtu hapa. So ulitudanganya. Asante. Kitabu ya mwili nataka tusome hapa. Waje dhambi sikatai, lakini niliokolewa. Nasema niliokolewa. Na uko nazo hata sasa uko na dhambi wewe. Wacha nikwambie kitabu tusome tu moja. Marko 16:16. Alafu mniwache 16:16. Dhambi uko nazo, umefanya vizuri sana bana. Wewe unakuja kuambia watu una dhambi. Yesu ni Bwana. Ngoja kwanza tuelewe. Na mzee ulikuwa umepitia labda mahali? Hapana. Mimi si yani Roho Mtakatifu ndiye ananipea nguvu. Ngoja, asante. Kumbe ako na roho. Ndio kitu mimi sikuwa naelewa, mbona anarukaruka 9:7 Hosea alafu msomee yake. Wewe tulie kwanza nimalizane na mzee. Usiwe ni wewe unamsukuma mzee aje nini? Amesema ako na roho mzee, ndio inamchangamsha hiyo roho. Wacha tukague hiyo roho yake 9:7 baba. 9:7 inasema siku za kubatilizwa zimekuja. Asante. Siku za kulipa zimefika. Asante. Israeli atajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu. Huyo mtu mwenye roho kama mzee wetu amesema roho inamchangamsha, anachangamka. Huyo mtu mwenye roho kama mzee wetu, huyo mtu mwenye roho ana wazimu. Kumbe ni wazimu inakusumbua. Unaona? Sasa ndio nashangaa mzee na heshima zake anarukaruka hivi. So kumbe Usome tu hiyo. Tulia. Ni Biblia sio mimi. Unajua ndio nashangaa mzee anarukaruka, nikaona hapa kuna kitu kinamsumbua. Sasa mzee wangu, ngoja kwanza nataka nimuelewe mzee wangu. Mzee, usai soma Qur'ani katika maisha yako yote? Usai soma kitabu cha Qur'ani? Bwana asifiwe. Maana ya Bwana asifiwe, najua Yesu, sijui Qur'ani. Hujaisoma. Unaweza taka tukupe kopi ya Qur'ani uende ukasome? Nataka mnisomee kitabu kwanza. Unataka kusomea, unataka tukupe kopi ya Qur'ani? Tusomee hii kwanza nielewe yenye nataka kwanza. Haya sawa, nimekusomea mara nyingi sana. Kuna Qur'ani tuko nazo, manake tumebakisha dakika 4 na kuna wale watu waliniomba Qur'ani. Na hizi Qur'ani kuna mtu ametupatia, na unajua dunia ya sasa mambo ni mazito, unaona kuna mtu anaweza dhani hii Qur'ani amekupatia labda ukaenda ukauza. So mwenye atachukua kuna picha atapigwa, kama utataka ni sawa. Sawa ili kumuonyesha mwenyewe imefika, haijauzwa. Sawa so zima video, weka picha.